Je, muungano wa Tanganyika na Zanzibar unaoishi sasa na umri wa nusu karne na ushee unahitaji matengenezo makubwa ya kusturuka au unakabiliwa na upepo wa dhoruba za kisiasa zinazojirudia? Wiki hii mjadala wa muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umerudi tena mezani kwa kasi ya ajabu. Safari hii cheche hazikutokana na nadharia ya kwenye vitabu, bali zimechochewa na ukweli mchungu wa kiuchumi na kijamii kutoka visiwani Zanzibar, pale ambapo kadi ya matibabu ilipoibua maswali mazito kuhusu nani ana haki ya matibabu ya bure na nani anachukuliwa kama mgeni. Kutoka baraza la wawakilishi hadi jukwaa la ACT Wazalendo, swali linabaki pale pale. Je, muundo wa sasa wa serikali mbili umepitwa na wakati? Na je, suluhisho la siri lilifichwa kwenye rasimu ya Jaji Warioba ya serikali tatu? Ungana nami moja kwa moja mpaka mwisho wa habari hii ili kusudi kupata undani wa mnyukano huu ama mvutano huu ambao umeibuka hivi karibuni. Kauli za hivi karibuni za wabunge wa Zanzibar zimeibua mkanganyiko mkubwa na kutafsiriwa kama sehemu ya ubaguzi dhidi ya watu wa Tanzania bara. Kufuatia hayo yote ambayo yameibuka na kauli za hivi karibuni za wabunge wa Zanzibar, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini kupitia chama cha ACT Wazalendo, ndugu Ado Shaibu Ado amewasha moto mpya wa kikatiba nchini kufuatia mfululizo wa kauli na mikanganyiko inayojitokeza mara kwa mara kati ya pande mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza kwa kina kuhusu mustakabali wa nchi, mwanasiasa huyo kijana na msomi ameweka wazi kuwa umefika wakati muafaka na wa lazima kwa serikali kukubali ukweli uliopo wazi. Ukweli huo kwa mujibu wa Ado Shaibu Ado ni kwamba muundo wa sasa wa muungano unakabiliwa na changamoto nyingi za kimfumo ambazo kila uchao zimekuwa zikisababisha mikanganyiko, manunguniko na sintofahamu katika masuala ya uongozi, utawala na ugawaji wa rasilimali. Ado Shaibu Ado anasisitiza kuwa suluhisho la kudumu na la uhakika la kumaliza migogoro hii si kupaka rangi juu ya kuta zilizobomoka. Ado Shaibu Ado anasisitiza kuwa suluhisho la kudumu na la uhakika la kumaliza migogoro hii si kupaka rangi juu ya kuta zilizobomoka. Badala yake ni kufanya mapitio ya kina ya muundo huo kupitia mchakato wa kupatikana kwa katiba mpya, na katika mchakato huo Ado Shaibu anapendekeza kurejewa kwa mfumo wa serikali tatu. Pendekezo hilo la serikali tatu si geni masikioni mwa Watanzania, lakini muktadha wa sasa unalipa uzito wa kipekee. Mbunge huyo wa jimbo la Tunduru Kaskazini amerejea kumbukumbu ya taifa kwenye rasimu ya katiba iliyotayarishwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba iliyowahi kuongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba, rasimu ambayo ilibeba maoni ya wananchi wengi kwa pande zote mbili. Pendekezo hilo la serikali tatu si geni masikioni mwa Watanzania, lakini muktadha wa sasa unalipatia uzito wa kipekee. Mbunge huyo wa jimbo la Tunduru Kaskazini amerejesha kumbukumbu ya taifa kwenye rasimu ya katiba iliyotayarishwa na Tume ya Mabadiliko ya Katiba iliyowahi kuongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba, rasimu ambayo ilibeba maoni ya wananchi wengi wa pande zote mbili. Kwa mujibu wa Ado Shaibu, mfumo wa serikali tatu utakuwa na faida kuu tatu. Kwanza, utaondoa kabisa migogoro na hoja zinazojitokeza kila msimu wa bajeti kuhusu masuala ya muungano na yasiyo ya muungano. Pili, utaweka msingi imara ulio wazi na unaopimika
wa usawa kati ya Tanganyika na Zanzibar. Na tatu, utainua kiwango cha uwajibikaji wa kifedha na kiutawala kwa kila upande. Ni wakati muafaka sasa kwa serikali kukubali kwamba muundo wetu wa sasa wa muungano unaleta mikanganyiko mikubwa. Ni vyema kufanya mapitio kupitia mchakato wa katiba mpya ili tuwe na muundo wa serikali tatu kama ulivyopendekezwa kwenye rasimu ya Jaji Joseph Sinde Warioba. Hili ndilo litakalokata mizizi ya fitina, amekaririwa Ado Shaibu akizungumza. Shaibu ameongeza kuwa mjadala wa katiba mpya haupaswi kucheleweshwa au kuwekwa kando tena katika mwaka huu wa fedha wa 2026-2027, kwani unawapa wananchi haki ya kikatiba ya kuamua muundo bora wa uendeshaji wa nchi yao. Lakini ni nini hasa kilichomfanya Ado Shaibu asimame na kupaza sauti wakati huu? Wachambuzi wa mambo wanaona kuwa hoja hii imechochewa kwa kiasi kikubwa na mlolongo wa kauli kutoka kwa wabunge na viongozi wa Zanzibar zinazoashiria uwepo wa mgawanyiko wa kijamii unaoweza kutafsiriwa kama ubaguzi miongoni mwa wananchi wa nchi moja, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kilele cha mkanganyiko huu kilionekana tarehe 9 ya mwezi Juni mwaka huu wa 2026 ndani ya ukumbi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kaimu Waziri wa Afya wa Zanzibar Dr. Saada Mkuya Salum alijikuta katikati ya dhoruba ya kisiasa baada ya kutoa ufafanuzi kuhusu gharama za matibabu visiwani humo. Katika majadiliano ya budget, Dr. Saada Mkuya alifafanua kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kutokana na ufinyu mkubwa wa budget, haiwezi kuendelea kugharamia matibabu ya bure kwa watu wasio wakazi au wasio raia wa Zanzibar. Kauli hiyo imetafsiriwa haraka kwenye mitandao ya kijamii na baadhi ya wabunge na baadhi ya wananchi kama hatua inayowalenga na kuwabagua Watanzania kutoka bara wanaoishi au kutembelea Zanzibar. Kufuatia taharuki hiyo kubwa iliyovuka bahari ya Hindi hadi bara, Kaimu Waziri Saada Mkuya Salum alilazimika kukaa mbele ya vipaza sauti vya waandishi wa habari mnamo Juni 10 mwaka huu wa 2026 ili kuweka kumbukumbu sawa na kupooza joto la mjadala huo. Akizungumza katika mahojiano maalum na idhaa ya Kijerumani ya DW, Mkuya amefunguka na kulalamikia mtindo wa baadhi ya watu kukata vipande vya video, yani clips, kwenye mitandao kwa maslahi yao binafsi ili kutengeneza migogoro. Mkuya alieleza kwa kina muktadha wa kauli yake akisema, na nukuu, "Unajua, mara nyingine hizi clip zinakatwa kwa sababu ya maslahi ya mtu kutengeneza hoja ambayo yeye anaiona inafaa. Lakini kilichopo ni kwamba kwanza mimi nilikuwa nikijibu hoja ya mheshimiwa mwakilishi fulani alipouliza kwamba kuna watu wamekwenda hospitali na wanarejeshwa kwa sababu hawajasajiliwa. Waziri huyo alifafanua historia ya mfumo wa afya wa Zanzibar, akikumbusha kuwa tangu mapinduzi tukufu ya mwaka 1964 Zanzibar imekuwa na sera ya matibabu na elimu bure. Ili kufanikisha jambo hilo, kuna mfumo unaoitwa matibabu kadi. Kadi hiyo inatolewa na masheha wa maeneo husika baada ya kujiridhisha kuwa muombaji ni Mzanzibar anayeishi kwenye shehia hiyo, na ndiyo inayompa haki ya kupata huduma bila malipo ya papo kwa papo hospitalini. Mkuya alikwenda mbali zaidi na kukanusha vikali kuwa Zanzibar inakataa kutibu watu kutoka Tanzania bara. Amebainisha kuwa mabadiliko ya sasa yanatokana na mfumo mpya wa mfuko
wa huduma za afya wa Zanzibar, yaani ZHSF. Alipoulizwa kwa hisia na mwandishi kama kuna takwimu rasmi zinazoonyesha kuwa Watanzania kutoka bara wanagharimu bajeti ya afya ya Zanzibar au ni hisia tu, Dr. Saada Mkuya alijibu kwa msisitizo, nataka niliweke vizuri, sikuwahi kutaja sehemu kwamba watu kutoka bara ndio wanakuja. Tunachokitaka ni kwamba tuweze kuwa na sustainable financing, yani ugharamiaji endelevu wa kugharamia huduma za afya, tuweze kulipa vipimo, tuweze kulipa dawa, tuweze kulipa wataalamu. Sikuzungumza mahala popote kwamba kuna watu kutoka bara. Sikuzungumza mahala popote kwamba kuna watu kutoka bara. Nimesema wasio wa Zanzibar. Kwa mujibu wa Waziri Mkuya, kundi hilo la wasio wa Zanzibar linajumuisha wafanyakazi wa hoteli za kitalii, wageni kutoka nje ya nchi na mtu yeyote yule, iwe ni raia wa kigeni au mgeni kwa muda ambaye yuko Zanzibar kwa kipindi kinachozidi miezi 6 na ana chanzo cha mapato lakini hachangii mfuko wa ZHSF. Lengo la serikali ni kuhakikisha kila anayeishi visiwani humo anachangia mfumo wa bima ili kuwepo kwa uendelevu wa huduma. Ingawa ufafanuzi wa kaimu waziri Saada Mkuya umesaidia kupunguza joto la kihisia, bado umeacha swali kubwa la kisheria na kikatiba ambalo ndilo linalochukuliwa na Ado Shaibu. Inakuwaje katika nchi moja ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwananchi wa upande mmoja achukuliwe au kuhitaji utaratibu tofauti wa kikazi au wa kisheria unapovuka kwenda upande wa pili kupata huduma za kijamii kama afya? Hapa ndipo hoja ya ACT Wazalendo na Ado Shaibu inapopata nguvu. Kwa mtazamo wa wachambuzi, sakata la matibabu kadi Zanzibar si tatizo la Wizara ya Afya, bali ni dalili tu ya ugonjwa mkubwa uliopo kwenye muundo wa muungano wenyewe. Kama mifumo ya kiuchumi na kijamii inalazimika kujitenga ili kujilinda na changamoto za kibajeti, basi huenda kweli muundo wa sasa wa serikali mbili umeanza kulemewa na uzito wa nyakati. Mjadala huu wa serikali tatu dhidi ya serikali mbili uliolala tangu enzi za bunge la kikatiba sasa umeamshwa rasmi mwezi huu wa Juni mwaka huu wa 2026. Ni wazi kuwa safari ya kuelekea katiba mpya itakuwa na milima na mabonde mengi, huku kila upande ukijaribu kulinda kile unachoamini ni maslahi yake ya kipekee.